iliyokuwemo ndani ya Kaini ilibadilisha mpaka uso wake mbele za Mungu. Tukusaidie kuelewa kwa ajili ya afya yako ya sasa na baadaye. Mwanzo sura ya 4 nasoma kuanzia mstari wa 6 kidogo. Ujue hapa ni neno mengine yanafuata kwanza. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unang'ara na kwa nini uso wako umekunjamana? Dhambi fulani kama ni ya kuua ikisha kuingia mtu, kuna vile inambadilisha mpaka muonekano. Kama ni dhambi ya uasherati ama uzinzi ikisha kaa kwenye moyo wa mtu, kuna namna mtu anaanza kubehave. Kuna tabia inaanza kudhani. Hata kama ulikuwa unatembea vizuri, unaanza kutembea ovyo ovyo. Kama ulikuwa unavaa kwa heshima, ghafla unaanza kuvaa kwa ajili ya yaani ile dhambi iliyo asikia yale ambayo wengine hawawezi kusikia, kisha kuyaleta. Haleluya! Kwa hiyo Mungu huwa anasema na nabii kwa maono kwa namna nyingi. Acha tuweke kando hiyo. Nimesema kuna vitu vitano ambavyo havitakiwi kukaa kwenye moyo wako. Nikasema uasherati usikae. Haleluya! Namba 2, kila mambo yaliyo machafu. Fukuzia mbali mambo hayo, yasikae kabisa ndani yako. Kuna ufisadi, pamoja na ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu, uchawi na kitu kingine kibaya kabisa kinaitwa uadui. Usifanye uadui na mtu kwa namna yoyote ile, itakugharimu. Yaani usiruhusu uadui ukakuwa na nafasi kubwa kwenye moyo wako. Jitahidi sana. Kwa maana Yesu akasema, waombeeni wanaowaudhi. Yaani usiruhusu uadui ukakaa kwenye moyo wako. Ni omu hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ugomvi pamoja na wivu na hasira, fitina, fanaka na uzushi pia. Sasa katika Wakolosai kuna vitu vingine ambavyo havitaki kukaa kwenye moyo wako. Haleluya! Tamaa mbaya, tamaa mbaya usiruhusu ikae kwenye moyo wako. Mawazo mabaya, kama unaona una mawazo mabaya, ujue wewe uko kwenye hatari mbaya sana. Mawazo mabaya unayowaza unaenda kuyafanyia kazi. Huwa hakuna mtu anayefanya jambo lolote hajawaza kwanza. Ukiona mtu amefanya jambo baya, lilianzia kwenye mawazo. Ukiona mtu amefanya jambo ambalo halikubaliki, alianzia kwenye nini? Kwenye mawazo. Kwa hiyo mambo hayo ukiyaruhusu ndani yako, umeruhusu mauti yako. Haleluya! Ndiyo tunasema unahitaji kutakaswa na mambo ya siri. Mungu akubariki sana kama umenielewa. Leo ama wiki hii nilikwambia tutakuwa na shughuli ya maombi, hasa maombi ya usiku.
magereza, mahali watu walikuwa wanaenda kufungiwa. Because sio rahisi kwamba maelfu ya watu wote wafie sehemu moja. Kama ni vita, basi kupigana hapo vita kali sana na wote wakafia pale. Na sijajua kwamba harufu iliyokuwepo wakati hiyo miili imeoza mpaka kuja kuwa mifupa mikavu, mazingira ya eneo lile yalikuwa na hali gani? Ndege wa angani walikula wakasaza, nzi pamoja na funza. Mpaka inafika sasa mtu wa Mungu anapelekwa kuonyeshwa lile bonde. Ilikuwa ni mifupa, sio michache. Kwa hiyo wale watu walinasa, aidha walifungwa pale au katika kupigana walijeruhiwa pale, walikosa maji pale, ama walikosa chakula, walikosa hewa. Ndivyo maisha ya maelfu ya watu leo. Kuna mahali wengi wamenaswa. Nje unaweza ukaonekana uko smart vizuri, lakini hupumui sawa sawa. Huyu Bwana anatuambia yeye hata kama akipita katika bonde la namna gani. Kwa nini? Kwa sababu ana Mungu. Sasa wewe ukuwa na Mungu na hauna Mungu, na ukapita kwenye bonde la mapepo, bonde la wachawi, lazima ubaki. Na hata kama ukienda, kimvuli chako lazima kibaki pale. Huwezi ukapita na hauna Mungu, ukapita katikati ya wachawi na wakakuacha tu. Wanaweza kuchota hata nyayo, wakakupiga hata kiboko. Ni rahisi sana kuclaim hili neno kwamba nijapopita. Unaweza ukakalili vizuri, lakini uhalisia ni tofauti. Hili neno linasema na watu walio na uhakika wana Mungu kwenye maisha yao. Watu ambao wamehakikisha kwamba Bwana yuko pamoja nao. Sasa wewe kabla hujawa na Bwana, kuna uwezekano mkubwa ulishakamata zamani. Kuna watu wanatembea lakini ni vivuli tu vinatembea. Wako wengine sasa wako hospitali, sio wao, ni vivuli tu viko pale hospitali, lakini uhalisia wao, wengine wako Gamash, wengine wamewekwa sehemu kusubiria siku zilizokusudiwa zikamilike ili wachukuliwe. Anasema na mlijapita katika bonde la uvuli wa mauti, bonde la uvuli, bonde la uvuli. Sasa wale maelfu bila shaka ndio walipita kwenye hilo bonde, lakini lilikuwa halina uvuli wa uhai, lilikuwa na uvuli wa mauti. Kama ulipokaa hapo sasa hivi, jua halikupati kwa sababu kuna kivuli fulani. Wengine wamepita katika bonde la uvuli wa magonjwa. Wewe unapita kwenye uvuli wa madeni, ama unapita kwenye uvuli wa mateso fulani ndani yako. Nataka wiki ama kuanzia leo uweze kutoka mahali ambapo sio mapenzi ya Mungu kufika hapo. Nataka usimame.